tunaweza kuanza kusema kuwa Operation Epic Fury it's over. Project Freedom pause it. Taco Tuesday imedhihiri wazi. Labda tunaweza kubaki kusema kwenye hilo. Jamani, bei ya mafuta imepanda kwa takriban shilingi 295. 295. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam ambao tulikuwa tukinunua mafuta kati ya 3802 sasa tunakwenda kwenye 4100 plus. Hii ni hali halisi. Unajua, msiba wa wengi. Hata katika nchi ambazo zilituaminisha zilikuwa zina akiba kubwa ya mafuta, mfano Marekani, walidhani kuwa hili haliwahusu, na hata serikali yao ilitamba kwa kutuonyesha kuwa hili lisingewagusa wao. Yani wao wangeenda kubaki katika nafasi nzuri kabisa hata pale dunia ingekuwa inapitia kwenye moto mkubwa. Na ndio ambacho Donald Trump alikizungumza, akasema kuwa meli zielekee Texas, ziende Marekani kwa sababu kuna mafuta ya kutosha Marekani, njoni mchukue. Wana struggle vibaya, mafuta yamepanda kweli kweli, gesi imepanda kweli kweli. Hili ndio jibu la dunia. Sisi kufika kwenye bei hii tunakwenda sawa na dunia inapoelekea, kwa sababu ndio hali iliyopo. Kile tulichoaminishwa 20% ya Hormuz ndio hiki tunachoadhibika nacho hivi sasa dunia nzima. Sasa Operation Epic Fury kwa mujibu wa waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio imekwisha. Hii inaleta taswira gani? Kuna matumaini yoyote yajayo kuwa tunakwenda kwenye nafasi nzuri, au tunaweza tukashuhudia kurudi kwenye nafasi hii? Ukichukulia prices za mafuta hapa kwetu kuanzia 2800 Dar es Salaam wakati wa mzozo, sasa tuko juu ya 4100. Ongezeko la zaidi ya 35% katika bei ya awali, zaidi ya 35% ongezeko la mafuta limetokea. Amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Mimi nimekuja tuzungumze kama kawaida. Kama kawaida nawakumbusha kuwa matangazo katika peji hii yanapokelewa, lakini bado narudi pale pale, sisi tunapokea matangazo halali tu, haijalishi yatakuja lakini tunapokea matangazo halali. Unasema halali kuhusu nini? Halali iko wazi na haramu iko wazi. Matangazo ya kamari hatupokei, matangazo ya pombe hatupokei, matangazo yote ambayo unayafahamu kuwa hayapo katika unajua, naamini kati yetu sisi 100% au naweza nikasema 98% tumelelewa katika pande mbili za imani za dini zetu, na dini zetu zote zimeweka wazi kuwa kipi halali na kipi ambacho sio halali. Kwa hiyo kile ambacho kimezungumzwa katika dini zetu ndio ambacho ni halali na sisi tunaweza tukakifanya, lakini hatutaki kuwa sehemu ya kuchochea jamii kutoka kwenye mstari. Sisi hatutaki kuwa sababu hiyo. Sasa namba hiyo unaweza ukawasiliana na ukaweza kuweka tangazo lako ambalo kwa sasa unafahamu kabisa kuwa hakuna peji ambayo yoyote ya kimataifa katika nchi hii, angaika, pekua, nenda unakoenda, yenye viewers wengi au yenye watazamaji wengi kuliko hapa. Niliwaambia hakuna. Katika kazi ngumu kabisa kwenye hii page ni kuwa wa kwanza kuweka comment. Mimi mwenyewe nimeshindwa kuwa wa kwanza kuweka comment, mimi mwenyewe nimeshindwa. Kwa hiyo unaweza kucheki kwenye hiyo namba na tangazo lako likawafikia watu wengi zaidi. Sasa tuzungumze. Jana kumetoka matamko matatu kwa viongozi watatu katika muda tofauti. Naweza nikasema matamko matatu katika viongozi wanne katika muda tofauti, na wote ni viongozi wa Marekani. Inaleta maswali mengi ambayo watu wameyahoji na kuuliza kuwa hii ni serikali moja ambayo inafanya kazi, mbona kwa kipindi kifupi inatoa tamko hili, inatoa tamko hili, inatoa tamko, au kila kiongozi anasimama kwenye jukwaa anaenda anatoa tamko lake, anasema hiki, kwa sababu matamko karibu yote yamepinga. Matamko karibu yote hayajaenda sawa na tamko la nyuma lililotoka. Sasa tubaki kuamini kuwa hii ni serikali moja, au tuchukue kile ambacho Donald Trump anatuambia ndani ya Irani hawana serikali yoyote, wana serikali mbovu ambayo ina mgawanyiko mkubwa sana, ndio ambacho amekuwa anatuambia. Lakini majibu ya mgawanyiko mbona tunayaona upande wa pili wa serikali ya Marekani, ambayo naweza sema ndani ya saa 12 viongozi wa ngazi za juu wanne wametoa matamko matatu tofauti yasiyofanana kabisa ndani ya Marekani. Jioni waziri wa vita Peter Hegseth
alisimama kuongea na vyombo vya habari kama ilivyokuwa tangazo lilitolewa na White House awali kuwa atazungumza. Akaja mbele ya wanahabari akiwa na Dan Kern. Dan Kern ni mwenyekiti wa masuala ya kiusalama au mkuu wa wafanyakazi. Wao walielezea zaidi kuhusu operation ambayo ilikuwa inaitwa Freedom Project, Project Freedom, ambayo aliasisi Donald Trump. Unajua, kama kuwa na slogan ni ushindi, basi Marekani wana slogan nyingi na nzuri. Waliingia na Epic Fury, wakaja na Project Freedom. Hizi zote ni operation ambazo tumekuwa nazo katika mzozo ambao Donald Trump amekwepa mara kadhaa kuita vita, lakini mara nyingine amejichanganya akasema tuko kwenye vita. Nadhani mara mwisho hapa amesema sana tuko kwenye vita, katika kipindi ambacho anashindana kauli kuwa ukisema vita ni lazima iidhinishwe na bunge, ukisema operation unaruhusiwa kwa siku 60, ambayo imeleta mvurugano na watu wake kuwa siku zimekamilika, anasema hazijakamilika, kwa hiyo unasema ni operation. Peter Hegseth alisimama kwenye vyombo vya habari akazungumzia kile kilichofanywa siku moja kabla. Nadhani jana tuliyazungumza sana kuhusu yaliyotokea juzi, mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye meli, mashambulizi yaliyoelekezwa UAE na mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye meli ya Korea. Peter Hegseth akasema Irani haumiliki mfereji na Marekani ndio wana control ule mfereji. Ikawa hadithi nyingi kuwa na watu wanauliza kuwa ikiwa ni Marekani ana control mfereji, mbona meli hazisogei? Mbona meli hazitembei? Mbona meli haziendi? Wakati nadharia mbili ya sehemu mbili tofauti imekuwa tofauti. Upande wa Marekani wao wanaainisha kuwa wanataka meli za kibiashara zifanye kazi. Irani ana block, hataki meli yoyote ipite. Kama meli bado zimesimama, nani ameblock mfereji? Kama meli hazipiti, je, ni nani ameuzuia mfereji? Kwa hiyo inawezekana yule ambaye hataki meli ziende ndio bado kaushikilia mfereji, na yule anataka meli zipite hashikili, lakini anatuambia kuwa yeye ndio anayo control. Kwa hiyo hilo alilizungumza, lakini Dan Kern akazungumzia kuwa katika usitishaji huu wa vita, katika kipindi hiki cha usitishaji wa ceasefire, Irani imefanya mashambulizi kwa meli za Marekani mara 10, 10 times anasema, mara 10. Lakini akasema kuwa japokuwa mashambulizi yao ni madogo ambayo hayawezi yakavunja ceasefire, yani hayajafika kiwango cha kusema kuwa tunavunja ile usitishaji wa vita na tunarejea kwenye vita. Jamani, kipimo cha mashambulizi madogo na makubwa ni nini? Kwa sababu Irani amepiga ballistic, amerusha drone, silaha zile zile ambazo alikuwa akizitumia awali, amefanya hivyo zote, lakini wao wanasema kuwa no, yalikuwa ni mashambulizi tu madogo ambayo yasingesababisha kuvunjika kwa usitishaji wa vita na Marekani kurejea kwenye vita. Lakini tangazo la awali la Marekani lilikuwa limezungumza kuhusu kuwa jaribio lolote la Irani la kuzuia operation ya Marekani ya kuvusha meli litajibiwa vikali na itasababisha kushambuliwa kwa vita. Irani wakafanya hivyo Marekani alivyosema kuwa jaribio lolote la kuzuia, wao wakafanya jaribio la kuzuia na wakazuia meli za Marekani zisiweze kucross. Lakini Marekani wanasema kuwa no, lilikuwa shambulizi dogo sana ambalo lisingeweza kuvunja mzingiro. Ushindi kamili akauzungumza Peter Hegseth katika nadharia ile ile ambayo kawaida hawana jeshi, tumemaliza. Na Ken akaja kuzungumza kuwa walikuwa wameangamiza boti 6, kitu ambacho nilikieleza awali kwenye mazungumzo kuwa walikuwa wamedondosha boti 6 kama walivyosema, lakini Irani wakawa wamekanusha. Na Ken jana amerudia kusema vile vile, tuliangusha boti zao, tukazamisha boti zao 6, kwa hiyo hawana lolote. Na akasema kuwa udhibiti umeondoka. Nadhani nilipokuwa kwenye uchambuzi wangu wa kwenye group niliwaambia hivi wafuatiliaji wangu, nikamwambia hivi, kama operation ya kufungua Hormuz ilikuwa nyepesi kiasi hiki, napata kuwaza na kujiuliza mara kadhaa kuwa kwa nini Marekani alitaka usaidizi wa NATO, kawashirikisha washirika wengine, kawaomba sijui Uingereza, kawaomba sijui Ufaransa, kawaomba, yani wote washirika waingie kwa ajili ya kufungua mfereji. Kama ilikuwa mfereji unafunguliwa kwa kuzamisha boti 6 tu na mfereji unafunguka, Marekani alikuwa anataka haya yote ya nini? Mbona ni kitu chepesi sana, si kama hivyo kafungua na nini? So hiyo ndio ilikuwa taarifa ya awali ambayo ilizungumzwa na Peter Hegseth. Baadaye akaja Donald Trump. Trump alizungumza na vyombo vya habari, lakini alizungumza mengi kuhusu Irani, kuhusu kushindwa vita, kuhusu hawana jeshi, kauli ambazo zimekuwa zikijirejea mara kadhaa, madai ya ushindi na vitu vingine. Alizungumza sana Donald Trump kwenye hayo maelezo. Sasa baada ya hayo maelezo yake, Donald Trump akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social, akaandika kuwa kile kilichokuwa kinatetewa
na Peter Hegseth katika taarifa za kwanza, Hegseth alisema kuwa Marekani itaendelea na operation ya kufungua mfereji ya kuhakikisha meli zinapita, na akatoa onyo tena kwa Irani kuwa Irani watapojaribu kuingilia hilo watakabiliana na hatima ngumu, na Ken alirudia hayo hayo akayasema kuwa ikiwa watajaribu. Sasa alivyokuja kuzungumza Donald Trump, akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social akasema kuwa amesitisha rasmi Project Freedom. Project Freedom imesitishwa, haipo, kwa sababu ameombwa na Pakistani kama kawaida. Nadhani kama kuna nchi ambayo imemuomba sana Marekani mara hii inaweza kuwa ni Pakistani, na hatuelewi kwa serikali ya Pakistani inatakiwa itujibu kuwa haya maombi, request hizi huwa inazipeleka kweli. Maana yake kuna wakati kuwa maombi ya Irani kwenda kwa Pakistani yamekuja kwetu, tumefanya hivi na hivi, yani hizo zote zimekuwa zikirejea na kusema vile. Sasa Donald Trump wakati anaandika andiko lake kwenye mtandao wake wa Truth Social akasema kuwa ameombwa na Pakistani kusitisha mpango wa Project Freedom. Kwa hiyo anaipause kwa muda, lakini anaiacha blockade iliyokuwa awali iendelee kubaki. Umeelewa? Ule mpango ambao aliuzungumza Donald Trump siku 3 zilizopita, ambao ukaratibiwa na CENTCOM kuwa watavusha meli kwa kutumia jeshi lao, wakisema kuwa wameandaa ndege 100 wakiwa na meli 12 za kijeshi, wakiwa na wanajeshi 15,000 kufungua mfereji wa Hormuz, meli za kibiashara ziweze kupita. Wameusimamisha rasmi kutokana na ombi lililotolewa na Pakistan, katika kile ambacho Pakistan amekisema, au katika kile ambacho Marekani akimnukuu Pakistan anasema kuwa kuna mazungumzo bora ambayo yameratibiwa hivi karibuni yatafanyika na pamoja na Irani. Akalisema hilo Donald Trump. Kwa hiyo Trump akaenda kupingana kwa muda mchache sana na waziri wake wa vita. Hawakukutana kujadili hili kuwa tuende kile, au upepo umebadilika kwa ghafla sana mpaka kuja kutoka kauli ya waziri afu inakuja kauli ya rais ambayo inapingana na kauli ya waziri na mkuu wa wafanyakazi au mkuu wa wafanyakazi wa kijeshi. Kauli zinapingana mbili pamoja, yani kwa muda mfupi sana, chini ya saa 6 mpaka 7, hizi kauli mbili zilikwenda tofauti. Yani wakati story kubwa inazunguka Hegseth na Dan Ken, tayari pale inakuja taarifa ya Donald Trump ya kupingana na kauli ya hiyo ya awali, inakuja na kauli mpya kuwa tumepause, tumesitisha, kwa hiyo hakuna tena kusindikiza. Taarifa iliyotolewa jana na wamiliki wa meli kwanza walitoa taarifa wakasema kuwa hawaungani na Marekani kwa sababu Marekani hajatoa mpango wowote wa maana ambao unaonyesha kuwa wanaweza kumwamini kwa ajili ya kupitisha meli zao. Yani hakuna mpango wowote, kwa sababu Irani ilishajulisha meli zote zilizopo hapo kwa njia ya radio kuwa amri pekee ya kuingia na kutoka Hormuz inabaki kuwa chini ya mamlaka ya IRGC, na meli yoyote isisogee au kutembea bila kuwasiliana na IRGC. Kwa hiyo itapewa mwongozo na njia yoyote isijaribu kufanya chochote. Tangazo la Trump likawa kusindikiza meli ambayo linatoka kwa Marekani na CENTCOM. Kampuni za meli zikaona kuna hatari kubwa ambayo tunaweza tukakabiliana nayo. Kwa hiyo kampuni nyingi hazikuunga mkono mpango huu wala hawakuingia kwenye makubaliano na Marekani. Kwa hiyo walijiepusha na hili. Jioni baadaye Marco Rubio, waziri wa kigeni, akaja kumaliza naye. Akaja kusema kuwa Operation Epic Fury it's over, imekwisha. Imekwisha kwa sababu yani Operation Epic Fury ni hii vita ambayo walianzisha tarehe 28 kwenda kwa Irani. Anasema kuwa imekwisha. Imekwisha kwa sababu wao wametimiza malengo. Malengo yao ni yapi waliotimiza? Ni yale aliyozungumza Trump wakati anazungumza pia. Tumetimiza malengo yetu kwa sababu tumefanya mabadiliko ya uongozi ndani ya Irani. Tumezuia Irani, tumeangamiza uwezo wake wa makombora, tumeushusha. Tumelimaliza jeshi lao la majini, tumeangamiza uwezo wao wa anga, na jeshi lao halina tena zile launchers za kufyatulia makombora. Kwa hiyo sisi tumeishamaliza kabisa kazi kwa Irani. Sasa hatuna kingine. Mjadala umekuwepo. Ndani ya Irani kuna mabadiliko ya serikali au kuna mabadiliko ya uongozi? Maanake hapa kuna vitu viwili. Kuna regime change, it means regime change. Kama kwa sisi huko tunaweza tukasema kuwa regime change ni kubadilisha mfumo mzima, yani chama kizima kimebadilika, wanakuja watu wapya. Hiyo tunaweza tukaita kuwa regime change. Lakini chama kile kile anatoka waziri yule anateuliwa waziri mwingine, inahesabika regime change au inaweza ikawa leaders change, yani mabadiliko ya uongozi.
Kinachoonekana ndani ya Irani ni mabadiliko ya uongozi, lakini sio mabadiliko ya serikali, kwa sababu serikali ni ile ile ya Hafidhina, haijabadilika chochote. Sasa akaja kusema kuwa wamemaliza kabisa hiyo operation, haipo, na sasa wanajikita tena. Huyu waziri alizungumza kabla ya Trump kuja kufunga. Waziri alizungumza kabla, kwa sababu yeye alivyozungumza akasema kuwa wanawekeza nguvu kwenye ile operation mpya ya Project Freedom. Wakati anazungumza kufunga hii, yeye alizungumza kuwa tunawekeza kwenye ile ya pili, ambayo baadaye Donald Trump akaja kusilipa kuwa na yenyewe tumeisitisha rasmi, kuwa hakuna tena deni lolote lililopo hapo. Marekani kamaliza vita, amesimamisha operation yake ya Project Freedom. Anasema kuna mazungumzo bora kabisa ambayo Irani wamewaandalia na huenda yakaja hivi karibuni. Sasa hili swala la ushindi kamili, tumemaliza project. Jamani, kuna wakati wanaambia mimi sitaki, hatutumii nguvu yoyote kumlazimisha mtu yoyote kuelewa nini ambacho tunataka akifahamu, lakini huwa tunayaacha mambo kwa uwazi sana, ili wewe kwa akili yako mwenyewe utangamua kuwa nini, yani kipi ambacho nakifuata. Jana story kubwa ilikuwa ni Taco Tuesday, kwa sababu nakumbuka Taco Tuesday kule Trump always chicken out. Ilikuwa ni hivyo kuwa Trump amekimbia tena mara nyingine. Kwa hiyo kuna wakati unapofanya misheni, yani mnapopanga mission yoyote na Donald Trump, unatakiwa utumie akili zako za ziada kuwa usizungumze ukamaliza. Mfano, hebu rudi nenda kaisikilize speech aliyokuwa kaitoa waziri wa vita jioni, yeye na Duncan. Nenda kawasikiliza walivyokuwa wanaongea na wanahabari na jinsi walivyokuwa na command na vitu kama hivyo walikuwa wanazungumza. Alafu nenda kamsikie waziri wa kigeni Marco Rubio wakati anazungumza. Alafu nenda karudi kwa uamuzi wa Trump. Alafu uelewe hawa viongozi sasa pembeni wakiwa peke yao wanajadili nini. Wakiwa peke yao wanachokijadili kipi? Kuwa tuko kwenye ushindi kamili. Huu ni ushindi ambao Marekani alitupelekea. Tarehe 28 ya Februari, wakati Marekani inaanzisha mashambulizi, Trump alizungumza akadai vitu vitano. Alidai kuwa tunakwenda kuzuia Irani kuwa na nyuklia, tunaenda kuangamiza uwezo wao wa kijeshi kabisa, tunaenda kuliangamiza jeshi la Irani, tunaenda kuzuia Irani kumiliki makombora, nyuklia na makombora. Halafu akasema tunaenda kukata usaidizi wa Irani kwa wasaidizi washirika wake wa hawa wanaitwa Hamas, Hezbollah na wengine proxy wake. Mwisho akasema kuwa tunakwenda kufanya mabadiliko ya uongozi, na hapo hapo akatamka kuwa raia wa Iran, kazi ni kwenu, sisi kazi kubwa tunaifanya, alafu nyinyi mtamalizia. Siku mbili baadaye Donald Trump alitangaza kuwa wameshaliangamiza jeshi zima la Iran. Kwa hiyo akawaomba raia wa Irani wamalize kazi, take your country. Nadhani alizungumza hivyo. Kukawa kuna pishana kati ya hotuba za Netanyahu na Trump kuwa mabadiliko tayari ndani ya Irani, kwa hiyo jeshi limeangamizwa na hakuna uwezo wowote, wanatakiwa waende wakafanya mabadiliko sasa, yani raia wakachukue nchi yao. Na target kubwa ililenga vituo vya polisi, vituo vya kijeshi, sehemu zote ambazo zitakuwa na udhibiti wa raia, ili raia waende wakachukue nchi yao. Nadhani Donald Trump alizungumza hivyo na Netanyahu. Sasa mimi sitaki kutumia nguvu kubwa kukulazimisha kwenye hili, ni wewe tu kwa akili yako kuamua kuwa Marekani kasitisha operation ya kupitisha meli kwa sababu kaombwa na Pakistani. Marekani amefunga operation yake inaitwa Epic Fury, yani vita yake na Iran kaimaliza kwa sababu amepata ushindi kamili. Sasa wewe kwa akili yako mwenyewe ungamue na ujue ushindi ni upi na kipi ambacho kimeshindwa. Je, malengo, ametimiza malengo yake kwa kiwango gani wakati anaingia vitani mpaka hivi sasa? Lakini anatuacha na ombwe ambalo anatuacha nalo, ambalo ndio linaisigina dunia. Ni hiki nilioanza kusema mimi. Sasa tunanunua mafuta shilingi 4,100 na kwa Dar es Salaam, sisemi mikoani, kwingine hali ni ngumu zaidi. Na hii sio shida kwetu tu, kuna nchi bei ya mafuta iko juu na hayapo. Kiwe jirani zetu Zambia hapo, mafuta si tu kuwa yako juu, lakini hakuna mafuta. Burundi ndio wenyewe wamezoea kuishi bila mafuta, ni miaka mingi hawana kabisa mafuta. Watu magari yao walishapaki tu, yani gari mtu anaiwasha kwa dharura tu, labda sijui imetokea nini, ndio anajua atatafuta atapata lita 5. Yani mafuta ukinunua ni kama vile magendo kwa Burundi. Kwa miaka yani wameshazoea kitu hicho, kimezoeleka muda mrefu, nchi haina mafuta. Sasa Marekani ameshinda
ametimiza, lakini alianza vita hali ya kuwa hatukuwa na shida Hormuz. Leo hii tuna shida kubwa Hormuz, na bei ya mafuta ambayo kwetu sisi naweza kusema imepanda juu ya 35% ya bei ya awali, ndio tunahangaika nayo leo kwa sababu ya matokeo ya nini? Operation Epic Fury. Sasa we mwenyewe utaniambia kuwa huo ushindi au tafsiri ya ushindi ikoje? Je, huu kwa Marekani ni ushindi au nini kimemuondoa katika operation? Nikimalizia tu ni kuwa Imarati imeripoti pia jana kushambuliwa na kufungua mifumo ya ulinzi wa anga ambayo wanadai kuwa walipangua baadhi ya makombora na drone ambazo zilitoka upande wa Irani, huku Irani ikionya Imarati kuwa makini, kwa sababu umealika adui ambaye si salama kwako, na mipango mingi ya kuangamiza nchi yetu inapigwa kwenye nchi yako. Kwa hiyo ni juu yako kuamua kuwa huyo adui uliye naye abaki au aondoke. Yote ni juu yako. Hayo ndio ya Marekani, Israeli na Irani. Niwashukuru sana. Insha Allah, hii ni peji ambayo ipo siku zote kwa ajili ya mazungumzo. Tunazungumza, tunapashana habari. Asanteni sana na tutakutana mara nyingine tena insha Allah.